Kama unasikiliza simulizi hii, usisahau kubonyeza hapo chini panapoandikwa subscribe. Mtoto wa bilionea alitokea kumpenda Masai. Masai alifika kwa mara ya kwanza Dodoma asubuhi ya jua kali. Alishuka kwenye basi akiwa na mfuko mdogo wa nguo na moyo uliojaa ndoto. Kila kitu alichokiona kilikuwa kipya kwake: majengo marefu, barabara pana, kelele za magari na watu waliokuwa wakitembea kwa haraka kana kwamba wanakimbizana na muda. Masai alikuwa kijana wa kijijini, mshamba kwa kiasi kidogo, mwenye aibu lakini mwenye bidii. Alikuwa akitembeza viatu vya kike na vya kiume, akitafuta riziki ya kila siku. Alivaa suruali ya zamani, shati lililochoka na tabasamu la unyenyekevu usoni. Hakujua mengi ya mjini, lakini alikuwa tayari kujifunza. Siku zikapita, zikawa nyingi. Masai akaanza kuzoea maisha ya mjini. Akajua barabara, akajua sehemu za watu wengi, na akajua namna ya kuzungumza na wateja. Ingawa maisha yalikuwa magumu, hakukata tamaa. Kila jioni alipohesabu pesa zake, alijifariji kwa kusema, kesho itakuwa bora kuliko leo. Siku moja, Masai alipokuwa akitembeza viatu karibu na eneo la biashara, alikutana na binti mmoja aliyebadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake. Jina lake aliitwa Theresa, binti wa tajiri mkubwa wa Dodoma. Kwao kulikuwa na magari ya aina zote, nyumba kubwa na maisha ya kifahari. Theresa alikuwa ameshuka kwenye gari lake jeupe, akaona Masai amesimama pembeni akipanga viatu vyake kwa makini. Alivutiwa na unyenyekevu wake na jinsi alivyokuwa akiheshimu kazi yake. Akamsogelea kwa hatua za taratibu, akamwangalia usoni, kisha akasema kwa sauti ya upole, "Shilingi ngapi kiatu kimoja?" Masai alishtuka kidogo. Hakuzoea wateja waliokuwa wakivaa vizuri na kuja kwa gari la kifahari. Kwa sauti ya heshima akajibu bei. Theresa akachagua viatu, akalipa bila kujadiliana, lakini macho yake yalibaki yakimtazama Masai kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinamvutia zaidi ya viatu. Tangu siku hiyo, wakaanza kuonana mara kwa mara. Theresa alipita pale kila siku. Wakazungumza, wakacheka na kuanza kuelewana. Masai alimweleza maisha yake ya kijijini, ndoto zake na jinsi alivyokuja mjini kutafuta maisha bora. Theresa naye alimweleza kuhusu familia yake, shule na shinikizo la kuwa binti wa tajiri. Kadiri siku zilivyopita, mapenzi yakaanza kuchipua kimya kimya, lakini Masai alikuwa na hofu moyoni. Siku moja, kwa ujasiri aliokusanya kwa muda mrefu, alimwambia Theresa, "Unanipenda kweli au unataka tu kuchukua muda wangu kama mzaha?" Theresa alisimama kimya kwa sekunde chache, macho yake yakimwangalia Masai kwa makini. Kisha akasema kwa sauti yenye uhakika, "Kwani mimi siwezi kuwa na wewe? Nakupenda Masai, nakupenda kwa jinsi ulivyo, si kwa pesa, si kwa mali." Maneno yale yakamgusa Masai moyo kabisa, lakini habari za uhusiano wao hazikukaa siri kwa muda mrefu. Watu wa mtaani wakaanza kubeba habari na hatimaye zikafika kwa familia ya Theresa. Kilio, kelele na pingamizi zikaanza. Wazazi wake hawakuona sababu ya binti yao kumpenda muuza viatu wa mitaani, lakini mapenzi yao yalikuwa yameshaota mizizi. Masai akaamua kupambana na hali, akaongeza bidii kazini, akaanza kuweka akiba na akajifunza biashara zaidi. Theresa naye akasimama imara, akiamini kuwa mapenzi ya kweli hayapimwi kwa mali, bali kwa moyo. Je, familia ya Theresa itakubali? Je, Masai ataweza kuthibitisha thamani yake? Au mapenzi yao yatavunjwa na tofauti za maisha? Hapo ndipo simulizi lao linaendelea. Usikose sehemu ya pili.